Sasa kwa nini watu wengi wanakuwa na mipango mizuri na inaishia tu kwa mipango mizuri ambayo haina mafanikio? Sababu ni kwamba unaanzia pasipo penyewe. Yes, unaanzia penye sio. Biblia inasema misingi ikiwa imeharibika mwenye yake atafanya nini? Sasa ukianzia sehemu ambapo sio penyewe inakuja kuwa ngumu. Kwa mfano, wengi tunaanzia kwenye nini cha kufanya ili kufanikisha mipango badala ya kuanzia kwenye niwe nani ili nifanikishe mipango. Ukianzia kwenye nini cha kufanya ili nifanikishe mipango, ni umetengeneza mazingira magumu tayari ya wewe kufanikisha hiyo mipango. Kwa mfano, nyani anafikiria jinsi ya kuendesha gari. Nadhani ni rahisi zaidi kwa binadamu kuendesha gari kuliko kwa nyani kuendesha gari, kwa sababu eti ile gari yenyewe imezidai, namna ilivyotengenezwa ni kwa ajili ya binadamu kuendesha na sio kwa ajili ya nyani kuendesha. Kwa hiyo ningeshauri kwamba uanzie kwenye mimi ni nani. Neno la Mungu linasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. See? Amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale hayapiti kwanza kabla wewe hujawa kiumbe kipya. Tunaipeleka tu kwenye umekuwa kiumbe kipya, no. Unatangulia kwanza kuwa kiumbe kipya, ndipo ya kale yanakuja kupita. Ya kale hayapiti kwa mtu ambaye sio kiumbe kipya. Kwa hiyo imeanza kwanza kwenye wewe ni nani kabla ya nini cha kufanya, nini cha kutokea. Yesu akasema hivi alipokuwa anaongelewa na Mariamu habari za kumfufua Lazaro. Mariamu alikuwa na mashaka. Yesu akamwambia no, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Lazaro atafufuka leo. Kwa nini atafufuka leo? Kwa sababu mimi ndiye ufufuo na uzima. Sifanyi ufufuaji, ila mimi nimekuwa katika level ambayo mimi mwenyewe ni ufufuo mimi mwenyewe. Kwa hiyo ile mipango ulionayo, wewe ni nani ili uweze kuifanikisha hiyo mipango. Badala ya kuhangaika kujua nini cha kufanya, nini cha kutokufanya ili kufanikisha maono fulani, angalia haya maono yanamtaka mtu awe nani kwanza, alafu ndipo yanaweza kufanikiwa. Haya maono yanataka niwe nani? Niwe daktari kwanza, niwe kiongozi kwanza, niwe mkimbiaji kwanza, niwe communicator kwanza. Anzia hapo, alafu nenda ukayatekeleze maono, utakuta yamekuwa rahisi. Kwa maana hii hapa, badala ya kuhangaika kutenda mema ili kumpendeza Mungu, kuwa mwana wa Mungu kwanza. Ukisha kuwa mwana wa Mungu sasa, kutenda mema inakuwa ni asili yako. Kwa hiyo haupati shida. Sisemi kwamba huwezi ukakuwa katika hilo, no. Lakini ni rahisi zaidi ukisha kuwa mwana wa Mungu kutenda mema kuliko kujaribu kutenda mema ukiwa bado wewe sio mwana wa Mungu ambaye ni mwema, kwa sababu ile asili ya wema haiko ndani yako. Kwa hiyo chochote unachotaka ukifanya, unatakiwa uwe nani kwanza ili uweze kukifanikisha. Anzia hapo, alafu utaona mipango inaanza kuwa milaini na kuwa mirahisi. Mungu Baba wa mbinguni akubariki sana. Barikiwa. Amen.